pana watu kwa sababu ya madhambi yao walistahiki kuingia katika jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila yake anawakomboa watu hao, na hili lilafanyika katika siku hii adhim, yaumu Arafa, siku ya Arafa. Man minna la yudhnibu, sasa nani miongoni mwetu sisi ambaye hafanyi madhambi? Kulluna nudhnibu wa nartakibu al-akhta' bal na'si, na mara nyingine tunafanya maasi kwa madhambi makubwa. Sikwambii hayo madogo, namna tunavyoyafanya kwa wingi. Fanastaghfirullah wa natubu ilayhi, sote tunakosea. Haya, nani miongoni mwetu asiyetaka kuepushwa na moto wa jahannam? Hakuna. Wote tunaogopa adhabu hii ya nar. Sasa tujiweke basi katika siku kama hii ya Arafa kama watu wenye madhambi na wenye kutaraji kusamehewa. Tujiweke katika mtindo wa ibada na unyenyekevu, unyonge. Tuonyeshe kwamba hatuna hali wala hatuna mali, kwamba sisi ni wadhaifu kwa Allah na yeye ndiyo mwenye nguvu juu yetu. Na muonekano huu haupatikani kwa mja ila anapokuwa saim. Mtu anapokuwa saim, unyonge unadhihiri kwake na udhaifu. Maana mara nyingine shibe inamletea mtu kujisahau. Mtu akishiba anajisahau, anaweza karopokwa tu, au hata akatafuta ugomvi kwa sababu kitumbo kiko ndii, anatafuta mahali pa kufanya digestion, si ndio? Mtu anapokuwa saim anakuwa katika hali ya unyonge. Tudhihirike katika hali kama hizi katika siku hii ya Arafa. Na baadhi ya ulama wanasema jambo hili nalo ni miongoni mwa mambo yanayosababisha siamu ya siku ya Arafa ikawa bora, kwa sababu ya matukio ambayo yanatokea katika siku hii, kama tukio hili la waja wa Allah kuachwa huru na nar, shingo za wenye madhambi kukombolewa na moto wa jahannam. Sawa sawa, Wa fi hadithin akhar, na katika hadithi nyingine, na hii ni riwaya ambayo amejitenga nayo Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnadi wake.